Yeah, hi everyone. Wish mko poa. Admin niko fiti manze, I thank God. So my name is JSif and today manze nimetaka nishare na nyinyi story. Nataka leo nikue mzee like I want to be an old man babu. Sasa nataka kuwapea story na si story za jaba. I want to give you a life history of someone. So manze before tuanze, najua mko fiti, kwa umeinama amka, Mungu ata provide, God is the provider. So mstense sana like don't be worried. So my story goes this way. There's this girl. Sitasema hapo zamani za kale juu si zamani, imekuwa juzi. There's this girl alikuwa anaitwa Brenda kwao amezaliwa kwa family like iko polygamous. Babake alikuwa kukudenja, alikuwa na bibi wanne, then kila bibi alikuwa na watoto more than 5. So the first bibi alikuwa na watoto 10, second bibi watoto 9, third bibi alikuwa na watoto karibu 15 hivi, third mazee alikuwa na watoto 15. Then sasa mamake mwenyewe sasa the fourth bibi alikuwa na 12. Sasa happen Brenda kwao ni second last, yeye number 11 kwao. So mamake alikuwa madam wa high school mamake, then buda yake alikuwa tax collector. So that family kiplani walikuwa na some dodo, hadi buda akikuwa kukudenja, kuna venye alikuwa na cater for the family, kuna venye alikuwa anashughulikia familia yake. So the family ilikuwa somehow well off. Kwao karibu kila mtu chopi juu unaelewa hizo tu vile familia ya mwalimu inakuanga lazima tu watu hii mkoa wa chopi. Hadi kama unakuanga mjinga, utaforcewa tu kwa chopi. So udem pia alikuwa chopi and alikuwa na shine primary school, high school. Yeah, high school. So udem amepita exam kitu ya kwanza, ametua an extra county school. Zile maenzi zile ma 1990 something, mtu akitua 1990 something, mtu akitua extra county school manze. Kuna venye bana huyu jamaa amejaribu. Unajua wale machopi uko mendo sub county nini. Basi huyu akitua extra county manze amejaribu. So alitua extra county school, girl school. But sasa kuna tu ile hii upuzi ilikuanga kwa community kitambo. Atijui mtoto dema akienda kusoma ama sijui mtoto msichana akifanya nini na nini. This and this will happen. So bana mamshenezi kaingia kwa mzae akaona hakuna haja nipeleke mtoto boarding school. Inupuzi. So akapeleka mtoto wake that dem Brenda. Akapeleka Brenda day school. So na day school ilikuwa mix. Brenda amefika huko baadaye, Brenda ni chupi. Bado amefika hapa ya kutambua shit. Amefika huko ameanza kuwa anasoma, anapasua mitihani, anakuwa tu number 1. Alafu sasa kuna huyu boys alikuwa form 4. Akaona Brenda. Kuna tu vile Brenda alikuwa anamkunywa Sasa huyu boys akiangalia Brenda hivi, hadi class achangamuki. Like hadi class like ana feel tu anafaa tu ende tu abonge na Brenda kila. Sasa huyu boys alikuwa anatoa hizo. Aizo alikuwa ana focus class. Akisikia tu Brenda kwa mtaa, manzi anakaa tu we. So ile kitu ikamtuma enda ajitetee kwa nani? Kwa Brenda. Hizo ni nani? Akaenda kwa Brenda akamwambia manze, mimi kuna venye umenikunywa. Mimi kwa ukweli, mimi sitakuficha. Mimi unaosana kumkile mapenzi ya kitambo. Mimi kwambia ukweli manze, mimi sitakuficha. Mimi nitakupatia dunia yote. Taka ni kwenda Mars nitakupeleka. Hadi juu nitakupea. Sasa zile ma promises za kitambo, kuna tu vile mwanaume alikuwa na promise dem kila kitu mpaka dem anakuwa Wazee wamenipromise kunipea kila kitu, so mimi ni nani nikatae? Brenda ndio hiyo box. Wakaanza kudate. Na manze huyu boys huyu Anton and Aizo alikuwa romantic kai. Usianga kwa romantic. Alafu pia alikuwa msecute. So alikuwa ni mse shule pia anakunywa madem kiplani.
So bana pia Brenda kwa naona we nakati wana form 4 na huyu form 4 ni cute. Alafu ananiambia atanipea moon, atanipea sijui stars, ananiita majina subu, ananiambia mimi nakaa we nakaa tu kuku imepikwa, like nakaa fiti. Ude manze pia ka. Si mapenzi kashika chini, the two wakaanza kudate. Wakadate. Sasa si Yaizoju ni mwanaume na kuna kuanga na peer pressure. Akaambiaje dem fanya hivi. Si kama hivi Kejani hadi at least tujuane. Ya dem ni nani? Kasnik kwa usiku na Kejani. Wakajuana. Hiyo after hiyo kujuana ikakuwa sama mazoea, wakaanza kujuana karibu kila weekendi, karibu kila siku. Wakajuana. Unajua Bible inasemanga kujuana. I'm using a term inatumika mpaka kwa Biblia, kujuana. So hiyo kujuana ika result manze Brenda akapata ball. Ni dem chupi. Alafu pia mandugu za Brenda manze wana kuanga wale nyuki manze. Unapata aje ball? When like sa Brenda kupata ball alikuwa embarrassed. Aenda kwao sikia tu wanamwambia wewe mpata aje ball? Hii ball ni ya nani? Sasa manze hii ball ni ya hizo. Unajua pia hizo okay, hizo kwa pia ni mae kuna pesa kiasi. Budaki time alikuwa na gari na budaki alikuwa principal wa high school pia. Mama yake alikuwa secretary wa high school. So ni watu walikuwa na pesa. Watu pia walikuwa na nini? Walikuwa na unajua walikuwa well off. So vile familia isikie nyewe mtu amepea mtoto wetu ball. Hiyo familia yao si mbaya. Si mbaya. So hakuna haja tu mistreat dem. Ni hali ya maisha, watu hupata maball. Boys hata dump mtu hii. Kuna venye lazima tu atashughulikia mtoto. So ndio hiyo nani, but Brenda alikuwa embarrassed. Alikuwa na zile thoughts za commit suicide. Not suicide, abortion I mean. Alikuwa na zile thoughts za kufanya abortion like marafiki zake wanaona tu wewe chupi wa class. Unajua chupi wa class kwa na ball kuna venye tu watu watabonga. Si kama tu wale watu wa nyuma. Unajua watu wa nyuma ukipatanga ball ina kwa kitu obvious. Tunajua tulijua. But chupi wa class akipata ball hadi watchman wa shule wana discuss. Ule dema kusijui form 4 gani? Hadi ma watchman wa shule wanakuwa na kudiscuss hadi wapishi. Ukikuwa chupi na upate ball ama uko chupi boy upeane mimba. Majuangi hizi story. Kwanza na hadi goalkeeper wa school team wana kudiscuss. So ilikuwa hivyo manze. So hiyo tu embarrassment akataka kuabort. But kuna wale mabest wanamwambia manze hii kitu mistake is a mistake. No one is perfect. Watu kwa na ball. Yeah. Nadi the boy aizo mwenyewe hakumdump hadi kwa close. Akamwambia manze iko hivi my dear. Hii ball imekuja. Huyu mtu hii atakuwa wetu. So jipe hopes manze. Jipe hopes. Dema kajipea hopes. After 9 months ndio akajifungua. Akakaa kwao kitu kama 2 months, 3 months kunasa mtoto. Then juu babake anapenda masomo, akafanya aje? Akamrudisha shule. Kwambia so my dear wewe enda soma, by the way enda soma. Enda soma vizuri. Na so babake kwanza juu alijua akikaa Kenya atasumbua. Akamtafutia shule Uganda. Mwambie fanya hivi, enda Uganda soma. Mtoto wako tuachie, sisi tutamtake care. Your mom is still young hapa hivi. Nenda hadi amewaraise. So na kama raise the 12 children, ndani mtoto wako atashindwa kumraise. Raise mtoto hii. So msherea akachua mtoto, then mama akaenda wapi? The mother akaenda Uganda kwenda shule. Ndio hiyo msherea amengangana mtoto amekuwa nini. So after a term ama 2 terms the mother came back. Then Sojo mother kuja mtaa. Aizo anasikia dem amekuja na ametoka majuu. Unajua sawa wanaenda Uganda majuu. Ametoka majuu manze. Amefika. Teke. Akaenda kummeet. Sasa ndio huyu Brenda kutoka mtaa anaona nani Aizo anakuja. Brenda mambo ni. Obvious the two wamemisiana. Na si ati walikuwa wameachana. Ni vile tu ball ilifanya nini, then Buda akachange location akaambia dem enda Uganda, boys akabaki Kenya.
So kuna venye then huyu boys akawa ashafanya form 4 by the way. So dem akaenda Uganda ku continue with the studies. So boy ashafanya form 4 ametulia. Akasema manze, ile tu moment umemiss mtu then mnahagiana nini. Kumbe kuna wale majamaa wameona matawi zimeona. Zikaenda kureport home. Sikiaje Brenda amekutana nani na hizo. Sabro wa Brenda ule mwenye na maasira ule anajiona kimoda. Amwatch DJ Afro mpaka anaona tu yeye ni kimoda, yeye ndo kila. Kuja akapata Brenda jioni. Mwambie wewe, after huyu boys amekupatia Paul. Umacha mtoto wako hapa. Dad amekupeleka Uganda usome. Lakini bado unakuja unakutana na boy. Wewe ni upuzi, lala chini. Jamaa alipiga huyo dem mangumi mateke. Akampiga nikana piga mwizi. Mwizi ameiba socks Gikomba. Alipigwa guy. Dem akaamka kesha akasema manzi, napigwa juu boy. Napigwa juu yake. Sasa ati tumefanya kitu mbaya. Mtajua mjui. Kesho naenda kwa kina huyu boy. Kesho mstaki. Akaamka akabeba mtoi akaenda kwa kina boy. Boy akamchapia aje, sasa unaona wewe juu umekuja huku. Na wao ama brother zako wanakuwa na hasira, watatufuata mpaka ukufanye hivi. Kwenda Nairobi tuanze life. So akaplan wende Nairobi. The following day wazee wakapack. Wakaleft wakaenda Nairobi kuanza kazi. Ubuza mtoka kwao. Ajambiana naenda wapi. Dem alitoka kwao akisema anaenda kwa kina boy. Na wawili wanaenda Nairobi hawajua anaenda wapi. Unaelewa? Wakakuja Nairobi benze, boys alikuwa na some doors. Ndio tu mtoka form 4 kuna venye. Akisha mada form 4 kuna venye wana save. So alikuwa amesave some amount. Akakuja Nairobi. Fika Nairobi ile tu I think alikuwa na some connections ya mabeshte nini. Ashatafuta, ashafika, ashapata keja ya kukaa. Then akaanza kusaka kazi. Then of course saka kazi akapata hii kazi ya kuwa watchman. Kwa watchman. Alikuwa watchman. Then dem pia akasaka kazi. Dem akaenda kuwa mbochi. Si life ikaanza kuwa easy, mko watu watatu then dem ni mbochi, hiyo time alipwa kitu 2,000 ndio most wewe. Then bwanake pia alipwa kitu 3,000. So ni 5k per month. Kwa niko ni tusukume life. Wakasukuma life mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Uweza akapigia mamake simu. Akamuuliza, "Wewe kijana, kwani utoke tu home uende na urudi tuambie unaenda wapi? Ulienda wapi?" Ambie manze, mimi niko Nairobi manze, niko na bibi yangu, tulikuja na bibi yangu huku nini. Tadi tuko na mtoi. Na sasa si ukuja hadi home tutembelee. Mkuja home mam, mimi nitakuja. So akashare na bibi yake akamwambia, "Wewe manze, mimi mama ameniambia niende home nimtembelee na pia mnaona yenyewe pia nimewamiss. So we allow me go for some kitu kama 5 days then I'll be back." Sidema akasema ina issue, wewe fika home bora usiwachapie location tuko maybe ukuja tuvuruge. Mostly watu wa kwetu. Boys akasema ina issue, wewe acha mimi niende home. Okay. Boys left. Akaenda home by the way. Akafika home. Alisema atakaa siku 5. 1 week kalala. 2 weeks kalala. Jamaa haonekani. Na macha dem Nairobi na mtoi. Wiki ya 3. Nakumbuka jamaa alikuwa anafanya kazi. Ameomba leave ya 5 days. Na mchapo wiki 3 home haonekanangi. Then anakuja after 3 weeks. Anakuja. Anapata saa dem. Anamwambia, manze, nimekuwa home. But tuko na solve issue most. So nimefika home nikachapia madhe story yetu. Madhe akanichapia, akaniambia, okay, nikamwambia niishi na wewe, tuko na mtu huyu anafanya poa. So hakuwa ameniambia tukae na wiki tukaa 2 weeks hivi. Alafu tuende nawe home.
kuna kitu nataka ushike. Dem akamuuliza kitu gani nataka nishike? Akamwambia by the mom anakuanga na nyoka. Huwa anakuwa amefuga nyoka. So anataka uende ushike hiyo nyoka ndio ukuwe accepted kwa hii family. Ukuwe accepted kwa hii family. Like our family ndio mtu uoe lazima tushike nyoka ya mom. Ati nifanye nini nishike nyoka ya mom? We Dem akamwambia mimi by the way mimi story na nyoka, kama ni story na nyoka I'm not there. Just tell your mom. Okay, fanya hivi. Mimi na wewe story yetu zimeisha. Mimi kama ni kushika nyoka siwezi shika nyoka. Umesikia? So is either is that tuachane ama like mimi naachana wewe, mimi siwezi kaa mtu mamake anafuga nyoka. Dem akakuwa serious. Kesho yake dem akapaka. Akabeba mtoi. Akaomea akaleft. Huyu boys amelala anaamka anapata dem ameenda. Sasa dem alikuwa on work. Alikuwa anapata mshahara. So akaleft. Boys ambaki Nairobi, we kazi alifutwa. So unajua umeenda home 3 weeks na walipatia leave. Kazi amefutwa. Life inampeleka. Dem akaleft akakuja home kwao sasa. Home kama mbaya. East or West home is the best. Mimi natezi na home marejoni kama yakisema wacha mimi nifike home. Wakitaka wanipasue marungu, mimi naenda home. Fika home. Amachanisha mzae wapi? Kijana wapi? Nairobi. So msaya akakuja, dem akakuja home akapata mamake. Time bro wake kwa huyo bro anakuanga nyuki kwa shenda kazi, shenda job. So dem ambaki hapa hivyo akamwambia mama, mimi by then nikienda Nairobi. Nilikuwa nimeenda na huyo boys. Kuna vile tulikuwa tumeoana kiplani. But kuna kitu ja add up. Huyo boys ananiambia mamake ako na nyoka. Ati niende huko nishike nyoka ya mamake ndio nikuwa accepted kwa family. Mama mimi nimeona tu hizi make, that's why nimerudi. Na si ati nimekuja juu mimi mjinga. Nimekuja because mimi I can't just keep in a family yenye wanashika nyoka.